Mchana leo tunaenda kujifunza mambo ya msingi machache kwenye kitabu cha Luka 15 mstari wa 11 mstari wa mpaka 32. Tutasoma andiko haya yote, yana maana yake kuyasoma. Ujumbe wetu wa siku ya leo unasema nafasi ya pili kwa wakosaji. Waimbaji kwa mfano hapa wameimba kuhusu mkosaji, mtu aliyerudi nyuma, mtu aliyomkosea Mungu. Wameimba sana huo wimbo. Kama ulikuwa unasikiliza vizuri, wameimba na ujumbe wa leo, nafasi ya pili kwa mkosaji. Nafasi ya pili mkosaji. Mkosaji tunamzungumza hapa ni mtu ambaye alikuwa amekaa vizuri na Mungu akarudi nyuma. Ni mtu ambaye labda alikuwa na mahusiano mazuri na wazazi wake, akaamua kuwaasi wazazi wake, akaenda huko kwenye mambo mengine. Huyu mkosaji ambaye tunamzungumza hapa ni mtu ambaye alikuwa yuko vizuri, amesimama vizuri na Yesu, akarudi nyuma. Ni mtu ambaye alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu wake, akarudi nyuma. Ni mtu ambaye alikuwa amekaa vizuri kwenye huduma, akaamua kurudi nyuma. Sio wanaweza kuwa kwa hiari yake, au alitoa mlango kwa adui, akarudi nyuma. Kwa hiyo nafasi ipo ya pili, au nafasi ya pili. Tutazungumza zaidi nafasi ya pili. Tutaona nafasi ya pili ikoje kwa huyu mtu ambaye alirudi nyuma, au alimkosea Mungu, au alimkosea mzazi wake. Tutazungumza pande mbili. Tutazungumza kawaida kabisa katika wazazi wa kimwili. Tutazungumza kabisa kuhusu baba wa kimwili. Tutazungumza kabisa kuhusu baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo katika Luka hii mstari huu unaonyesha vile ambavyo Mungu alivyo na vile ambavyo mzazi mmoja mwenye upendo vile alivyo. Kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 11 mpaka 32. Naomba unisikilize ili tuweze kwenda pamoja. Nitasoma. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali iliyoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa nakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako, yani kama wafanyakazi wako. Akasema, ule mstari wa 20, akasema, ondoka. Akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, nileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje na nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekane. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanaye mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na michezo, yani zile nyimbo za sherehe. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, yani hakutaka kusogelea, akamuita pembeni, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, yani yule mdogo wake, na baba yako amemchinja ndama aliyenona. Huyu namleta taarifa alikuwa na mbwembwe za kutoa taarifa, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi, akamjibu baba yake,
Akasema, tazama mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi, yani huyu ndama, lakini hata mwanambuzi hujanipa, hata kuku hujanichinjia nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Amina. Na hili ndio neno la Bwana. Ukifuatilia story nimekusomesha tu ili kukusumbua tu, kwa sababu na wengine ni wavivu wa kusoma Biblia. Leo tumeamua kusoma mstari mingi kidogo. Kuna story fulani ya kusisimua. Kuna mfano huu wa kusisimua kati ya baba na watoto wake wawili. Nasemekana watoto wawili, mmoja alikuwa mdogo na mwingine mkubwa. Naonekana hao wote walikuwa wa kiume. Nafikiri naanza kuwaza huo mdogo kwa kiume. Baada tunaona hapo kuna vitu vilitokea katika maandiko haya ambayo tunaenda kujifunza mchana leo. Kwa nini Yesu anatoa mfano huu ambao tunauona hapa? Tutaona pia kwa nini Yesu anatoa mfano huu wa mwana mpotevu. Tutajifunza hapo. Tunaona watoto wawili hapa. Mmoja wa watoto hawa wawili akaona shida nini bwana? Mimi nisubiri mzee aondoke ndio nije nianze kupewa urisi? Hapana, naanza kudai urisi wangu hapa. Akamdai baba yake urisi, apewe mali sehemu yake. Mwambie, baba, naomba sehemu yangu, mimi nione 50 zangu zingine. Mimi nione nielekee wapi. Kweli baba yake alikuwa mwaminifu, akampa sehemu ya urithi, akamgawia. Alivyomgawia, tunaona huyu ndugu akaondoka nyumbani, akaenda nchi ya mbali. Kwa kama tulikuwa hapa Singida, basi ameenda labda Dar es Salaam, ndio mikoa ambayo watu wanakimbilia, Arusha, labda Mwanza na wapi nyingine. Labda tuseme labda mwingine labda akakimbilia nchi ya mbali, labda kimbilia labda Kenya, amekimbilia labda Uganda, wapi. Popote pale ambapo anaona yeye ni rahisi kwake kwenda. Akaondoka, alikuwa na mali ya kutosha. Haijulikani kiasi gani sana, lakini alikuwa na mali ya kutosha, fedha za kutosha, vitu vya kutosha. Akaondoka. Alivyoenda kule, mambo ni mazuri. Akaanza kujirusha, vijana tunasema. Akaanza kujirusha, kula vitu. Akala kuku zote, akala nyama zote za mchi, akala maisha yote. Akatembea na wanawake huko mjini, akala vilevi vyote vya kutosha inaonekana. Akafanya starehe zote, na fedha ni fedha tu, ikaisha. Ilivyoisha bahati mbaya, fedha naisha, na kwenye nchi ile shida ikatokea, ya dhiki ikatokea. Ikawa shida ya chakula. Mambo yameharibika huyu ndugu. Sasa akaenda kwenye mji wa ndugu mwingine. Huyu alikuwa anaonekana mfugaji. Akapelekwa shambani wanapofuga nguruwe. Tunafahamu hata nguruwe sasa watu wanafuga nguruwe. Akalisha nguruwe kule. Maisha yake yaendelee. Sasa Biblia inasema kwamba alivyokuwa analisha nguruwe, akatamani kile chakula cha nini? Cha nguruwe, yani yale makombo ya nguruwe. Tunafahamu nguruwe wakati mwingine anakula chakula cha binadamu. Sinafahamu hivyo. Naweza kama nguruwe ameletewa viazi na yeye anatamani yale makombo yanabaki na yale na mabaki mengine akawa anakula. Sasa ile style ya maisha, alivyokaa chini akakumbuka maisha nayoishi, bora nirudi kwetu kwa baba yangu kule, nikawa mtumwa kama watumwa wengine. Baba huyu anaonekana alikuwa tajiri. Sasa bora nikawa kama watumwa wengine ambapo walikuwa watumwa. Na kweli akachukua hatua, akajiwekeza, nitakapofika pale nitamwomba msamaha, atanisamehe. Akinisamehe, mimi sitaki kuwa sehemu ya mtoto au sehemu ya familia hii. Mimi niwe tu sehemu ya mfanyakazi. Itatosha tu mimi, kuliko kula makombo ya nguruwe hapa, kuliko kula vintakataka ya nguruwe hapa. Bora nikale cha kwetu, cha nyumbani kwetu. Kuna afadhali na harufu angalau, hata kama nimekosea, nimetapanya mali zote ambazo niligawiwa urithi wangu, haina shida. Mimi narudi kwenda kumwomba msamaha, akinisamehe basi anifanye sehemu ya mtumishi au mfanyakazi wa nyumbani. Na kweli akaazimia kurudi, akarudi. Na baba yake, huyu baba alikuwa anasononeka, mwanangu yuko wapi? Tunafahamu wazazi tunafahamu hata kama mtoto libishi, linasumbua, linafanya mambo ya ajabu, lakini mtoto ni mtoto. Si tunakubaliana wazazi? Alivyomwona kwa mbali, huyu baba akajawa na furaha. Baada hata hajaomba msamaha, akajawa na furaha. Mwanangu anarudi.
Mwanangu anakuja. Alivyofika akamkumbatia. Mwambia, baba nisamehe. Nisamehe. Nimekukosea. Nimefanya vitu ambavyo visivyofaa. Na kweli baba kwa sababu alisha kama amemkumbatia, amejawa na furaha alivyomwona kwa mbali, amechoka. Wewe mtu ambaye analisha nguruwe, mnafahamu. Mtu ambaye yuko shambani, mnafahamu style yake, hata nguo zake sio. Si tunaelewana hapo? Yaani amechakazwa, yaani na maisha, amepigwa na maisha kweli kweli. Mzazi wake akafurahi. Unaonekana pale akamvalisha vazi zuri, akamvalisha pete, unaonekana pete ilikuwa ni kitu cha heshima, akamweka vizuri. Sio hivyo tu, akaagiza, jamani, huyu tunamchinjia ndama. Yule sio ndama tu. Najua kuna ndama na kuna ndama kweli. Kuna ndama tu amekonda, yupo tu. Kuna ndama aliyokula vizuri, ameshiba, amenawiri. Kwa sababu anasema aliyenona akachinjiwa. Kumbuka kaka yake yuko wapi? Shambani. Akachinjiwa. Sherehe ikawa sherehe pale nyumbani. Watu wanafurahi, mtoto anamerudi, wakujiuliza maswali, imekuaje? Baba anafurahi kwamba huyu jamaa aligawa mali yake, amekula, afa anakujaje? Lazima walikuwepo pa bibi yake yazungumza, lakini wapo kama kaka zake, kama kaka yake huyu. Sasa kaka yake aliporudi, asema, bwana, kama sio hali ya kawaida hapa nyumbani kwetu, kuna roho ikaingia, wivu. Kama kawaida, wivu kaingia. Inawezekanaje? Kuna kitu hapa ndani. Akamuita mfanyakazi mmoja pale ndani. Akamuita. Vipi, kuna nini huko ndani? Bwana asikia fujo. Akaambiwa, sasa mdogo wako yule aliyopewa uraisi yule amerudi tena. Hapa kuna sherehe inaendelea humu ndani. Inakuaje mdogo wangu fanywa sherehe? Mimi niko na baba yangu kila siku hapa, hajawahi hata kunifanyia sherehe. Akaumia, akakasirika. Mbaya zaidi akasema siingii, akaishia huko nje. Sasa baba yake anajaribu kumtafsiria huyu ndugu. Ukisoma ule mstari wa mwisho hapa, ule wa 30 anasema tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, yani ilinilazimu kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa. Alikuwa amepotea. Huyu kwenye kiroho mahusiano fulani yalikuwa hayapo. Alikuwa amekufa. Alikuwa amepoteza ile thamani yake. Alikuwa amepoteza ile mahusiano yangu na yeye. Sasa amerudi. Sasa ni vibaya mimi kumfanyia huyu ndugu kwa sababu amefufuka tena, amerejesha uhusiano tena. Ni vibaya. Sijui ndugu alielewa au vipi, maana hatujui story iliendeleaje. Sasa sisi tuishie hapa. Nini tunajifunza hapa? Huu ni mfano wa mzazi wa kimwili, lakini mfano wa kimungu ambao unatuonyesha vile ambavyo Mungu anavyotupenda sisi watoto wake. Na Yesu anajibu swali hili kwa sababu kulikuwa anatoa mfano huu kwa sababu kulikuwa na Mafarisayo na waandishi wa sheria ambao walikuwa wanamlalamikia. Ukisoma mstari wa pale juu pale, mstari wa pili, ule mstari wa pili hapo juu unasema hivi: Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Walikuwa wanamlaumu Yesu vile ambavyo anawakaribisha wale wenye dhambi, wale ambao wanaonekana kwenye jamii ile ya Mafarisayo na waandishi hawa walikuwa hawafai. Sasa Yesu alileta staili tofauti. Akawa anawakaribisha wale watu, anakula nao, anapiga nao story, anaendelea nao. Siko na kwamba anafuatisha matendo yao. Anakaa nao kuonyesha kwamba hawa watu wanapendwa na Mungu, pamoja na mambo ambayo wanafanya Mungu anawapenda. Sasa huu ni mfano wa Mungu vile ambavyo anatupenda sisi wanadamu. Anatupenda sisi watoto wake. Kumbuka huyu mtoto, kama nilivyoanza kusema hapa kwa mchungaji John 2, kwamba kuna watu ambao walikuwa wako vizuri na Mungu. Kama tulimwona mtoto alikuwa yuko vizuri na mzazi wake, alikuwa ametengeneza mahusiano mazuri na mzazi wake, alikuwa amekaa vizuri na mzazi wake, akaharibika hapa katikati. Moyo wake ukaharibika, akaanza kudai mali, akaanza kudai urithi wake, na mzazi hakuwa na hiana. Akamfanyaje? Akampa ule urithi wake. Alivyompa ule urithi wake, akaondoka na nyumbani, akahama na nyumbani. Ndio maana siku hizi kuna msemo anasema, pata pesa tujue tabia yako. Si ni sawa watu wa Mungu? Kuna watu unaona ni wapole, kuna watu unaona nawahi kwenye ibada, kuna watu unaona ni wazuri kwenye ibada, kuna watu unaona ni wazuri kwenye kwaya, kuna watu unaona ni wazuri kwenye utumishi, lakini wanakuwa wazuri kwa sababu ya dhiki zao, kwa sababu ya ufinyu wa maisha yao. Kuna watu wakipata pesa, rafiki, wokovu wanaacha. Hamjawahi kuona mtu alikuwa anahudhuria ibada vizuri sana, ibada za mafundisho, ibada za maombi, ibada za Jumapili, lakini alipopata pesa anasema niko busy, nitaenda sehemu fulani. Yaani anakuwa busy kiasi kwamba anamsahau yule ambaye amempa hayo ambayo anayo sasa hivi.
Anakuwa mtu wa ajabu kabisa. Anaanza kufanya vitu vya ajabu, kama tumemwona huyu mtoto huyu au kijana huyu. Anaanza kufanya vitu vya ajabu kwenye jamii. Anaanza kufanya vitu ambavyo kama mtu alikuwa na mke mmoja, anaongeza wa pili. Alikuwa anaongeza wa tatu, anaongeza wa nne. Ni mmoja tu kuonyesha kwamba wewe fulani umemwingia kwenye kichwa chake baada ya kupata pesa, baada ya kupata mali, baada ya kupata kazi nzuri, baada ya kupata maisha mazuri. Wewe fulani unaingia, kama kuna kitu fulani kinaingia, giza fulani linaingia, anapotelea mbali paka mje mumuone baada ya kufilisika ndio mnamuona. Sasa Mungu anaonyesha kwamba pamoja na umefanya vitu vya ajabu, pamoja na umeondoka, umekimbia, umeondoka, umeacha mambo mazuri kwenye ufalme wake, umeenda kwenye ufalme wa giza, inaonyesha vile ambavyo Mungu anatupenda na anapenda sana utakaporudi. Tofauti na sisi ambao tunaanza kama Mafarisayo na waandishi hawa ambavyo wanamuona mtu ambaye amerudi kanisani, badala ya kumpokea wenyewe wanaanza kumletea maneno fulani. Yaani kuna ukiritimba fulani hivi ambao watu wanao. Yaani kuna watu wanaona kwamba mtu akishatoka, yaani au akishafanya vitu vibaya, akirudi kanisani, yaani wao wanajisikia vibaya. Lakini Mungu ni tofauti. Tuko sawa sawa kanisa? Sasa kuna mambo kadhaa hapa ya kujifunza kupitia mambo 6 ya msingi tunayojifunza kupitia mfano huu wa mwana mpotevu. Jambo la kwanza, mambo 6 ya msingi tunayojifunza kupitia mfano huu wa mwana mpotevu. Mambo 6 ya msingi tunayojifunza kupitia mfano huu wa mwana mpotevu. Jambo la kwanza, upendo wa Baba yetu wa mbinguni. Tunajifunza upendo wa Baba yetu wa mbinguni kupitia mfano huu. Tunaona ule upendo wa Mungu jinsi ulivyo. Hata kama hujui upendo wa Mungu uko namna gani, lakini kupitia mfano huu ambao tumejifunza hapa, ambao tumeuona hapa, tunajifunza ule upendo wa Mungu, ule upendo wa kweli, sio upendo ule wa kutegemea vitu, au upendo fulani ambao unategemea vitu fulani. Yaani mtu ili umpende labda akupe kitu fulani. Sawa, kama na shida, lakini upendo wa Mungu hautegemei vitu. Upendo wa Mungu anatupenda vile vile. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Yohana 3:16, kile kitabu cha Yohana 3:16 nasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili afanyaje? Ili afanyaje? Hebu tuwekee mstari huo. Yohana 3:16 inasema ili afanyaje? Hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asifanyaje? Asipotee, bali awe na nini? Awe na uzima wa nini? Wa milele. Aliyepotea yule aminie, hata yule ambaye hajamjua bado. Na wewe ambaye umemjua, yamkini yupo mtu hapa lakini amepotea. Yuko hapa mwingine amepotea. Kumbuka tunajifunza nafasi ya pili kwa mkosaji. Mungu anakupa nafasi nyingine. Acha kujilaumu na kujijutia. Unaanza kuja kushangaa siku ya kunyakuliwa imefika hapa, we bado uko kwenye shida hiyo. Sasa Mungu anatuonyesha ule upendo wa kwake, ule wa kweli. Hata ukisoma kitabu cha Warumi ile 5. Tusome hapa kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Nasema hivi, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye nini? Wenye dhambi. Kristo alikufa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule unayemwona anateseka na dhambi, yule ambaye alikuwa ndani ya Kristo lakini ametoka ndani ya Kristo. Bado Mungu anamhitaji. Huo ni upendo wa Kristo. Tofauti na sisi, kama huyu kaka mtu alivyo, anachukia kumwona mdogo wake amerudi, tena amefanywa sherehe, anachukia. Na wengi tunachukia unapoona mtu anapokelewa vizuri kwa vigelegele, tunafurahi vile ambavyo mtu anarudi kanisani. Sasa upendo wa Mungu anapenda kutuona sisi watoto wake tukikaa kwake, tunapotoka kwake ni huzuni. Kwa hiyo Yesu kutufia sisi msalabani ni upendo tu wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mbona unajifunza mambo ya msingi kupitia mfano huu wa mwana mpotevu. Jambo la pili, rehema nyingi alizonazo Baba yetu wa mbinguni. Mungu wetu ni wa rehema nyingi sana. Ni mwingi wa rehema nyingi sana. Pamoja na sisi inaonekana tumechafuka sana, kuna vitu ambavyo tumefanya vingi sana, Mungu wetu amejaa rehema nyingi sana. Anatupa nafasi ya pili.
baada ya kukosa nafasi ya kwanza, anatupa nafasi nyingine tena ya kurudi kwake. Amejaa rehema nyingi sana. Mungu wetu ni mwingi wa rehema, tofauti na mtu mwingine kama huyu tunamwona kaka mtu huyu. Yeye hana hizo rehema. Yeye amechukia, anasema kwa nini huyu anachinjiwa? Kwa nini anafanywa sherehe? Kwa nini? Huu ni mfano wa Mungu mzuri sana ambao anaonyesha kwamba yeye ni mwingi wa rehema. Ukisoma kitabu cha Efeso ile sura ya 2 mstari wa 4, Efeso sura ya 2 mstari wa 4, Efeso sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 5, inasema hivi: lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Amina. Huyu Mungu wetu, pamoja na tulikuwa kwenye eneo la ukosaji, tulikuwa kwenye eneo ambalo ni chafu, tulikuwa kwenye maeneo ambayo ni mabaya, ambayo yalikuwa yanatutenganisha sisi, mahusiano yetu na yeye. Sasa yeye ni mwingi wa rehema. Yule mtu ambaye anarudi kwake, anajutia yale maisha ambayo alikuwa naishi, yeye ni mwingi wa rehema. Atakurehemu, atakusaidia, atakupa nafasi nyingine tena, maana tumeokolewa kwa neema. Na hapa tulipo ni kwa neema, na hapa ulipo ni kwa neema, si kwa ujanja wako, si kwa nguvu zako, si tu kwa akili zako. Ni neema tu imetuweka hapa tulipo. Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Jambo la tatu, uhuru wa Mungu unaowapa watoto wake. Uhuru wa Mungu anaowapa watoto wake. Mungu wetu ametupa uhuru. Kama tunamwona huyu baba mzazi alivyoomba urithi wake, hakubisha kwamba mtoto wewe bado mdogo, bado muda hujafika wa kukupa urithi. Baba huyu hakuwa na unyimifu wote. Aliweka uhuru. Ndio maana mtoto huyu akapata nafasi ya kuomba urithi. Mungu wetu, mbona Mungu wetu, uhuru wa Mungu anaowapa watoto wake tunazungumza. Mungu wetu ni wa uhuru, ametupa uhuru. Tumeokolewa na tuko ndani ya Kristo huru. Lakini uhuru ambao ametupa si uhuru ule ambao sisi tunaufikiria kwenye kichwa chetu. Nakumbuka mtu mmoja, watanikubaliana hapa wazee wangu hapa, kwamba kipindi cha nyuma wakati ile Free Swedish Mission inabadilishwa kuja inakuwa Free Pentecost, kuna watu wanasema sasa hao wamesema free, kwa hiyo mko huru. Nimesikia mtu mmoja kabisa, mtu mzee mzima, walivyobadilisha hivi kwamba wako huru kufanya mambo yoyote, ya kufanya vitu vyovyote. Ikaja mambo mengi, mnakumbuka kipindi hicho, mambo ya kusuka, mambo ya nini, kwa mambo mengi sana. Kwa hiyo wako huru kufanya dhambi. Yaani kwa hiyo hii free, wako huru kufanya nini? Kufanya dhambi. Amesahau huyu mtu alikuwa asomi Biblia. Mungu wetu ametupa uhuru, sawa? Lakini uhuru aliotupa si uhuru ule wa kufanya vitu ambavyo visivyofaa, lakini ametupa nini? Uhuru. Yaani ukiwa ndani ya Kristo si adhabu. Kuna watu wanafikiri hivi ndani ya wokovu. Anasema hivi, yaani nisingekuwa Mkristo ningekuwa napiga kabia kamoja. Wewe hujaokoka vizuri bado. Kama bado kabia kana kusumbua kwenye moyo wako, maana yake bado kuna kashida fulani. Kama bado kasigara kana kusumbua, bado wewe una shida. Yaani kukaa ndani ya Kristo tuko huru mno. Yaani hatufungu kama tuko magerezani. Yaani kukaa wewe, yaani usijibane sana ufikiri labda wokovu, labda ni wokovu ni hali fulani, yaani unakukauka. Yaani unajua watu wengine wanafikiri utakatifu, yaani kuvaa magauni fulani, masuruali fulani yaliyochakaa, yaani ndio utakatifu wenyewe. Sasa watu wana hiyo, yaani unafikiri ndio utakatifu, yaani ukikaa, yaani hujachana nywele zako vizuri, hujavaa kiatu kizuri ndio utakatifu. Hapana, wewe umetafsiri vibaya. Sisi tuko huru ndani ya Kristo na tunaenjoy. Kuna mtu hajaelewa. Kuna mtu anajutia ndani ya Yesu. Yaani jutia kuolewa na jutia kuoa, lakini sio kujutia kukaa ndani ya Kristo. Mnanielewa watu wa Mungu? Katika vitu ambavyo sijawahi kujutia paka sasa kwa miaka michache hii, tangu nimwamini Yesu, sijawahi kujutia hata siku moja. Kabisa nakwambia. Nitajutia mengine lakini sio hili. Kwa sababu gani? Niko huru ndani ya Kristo. Yaani mimi sifungwi, yaani nina uhuru wa kufanya kitu ambacho najisikia kufanya, lakini nisimkosea nani? Mungu wangu. Sasa Baba yetu wa mbinguni ametupa uhuru na tuko ndani ya uhuru. Kama baba huyu tunamuona kwenye Biblia kwamba aliwapa watoto wake uhuru.
Yule akutaka kudai mali akamwachia huru, akadai. Akaenda kutapanya kule, akaingia hasara mwenyewe, hata kuwa na ujasiri tena wa kuja kudai mali nyingine kwa sababu tayari yeye mwenyewe amefanyaje? Ametapanya. Sasa tukisoma kitabu cha Galatia 5 mstari wa 13 tunaona hili jambo hili. Na tutasoma pia Petro wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 16. Tuanze na Galatia 5:15. Inasema hivi. 3:13 inasema hivi. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru. Mliitwa. Sisi tuliitwa tulivyokimbilia kwa Kristo ili tuwe huru, sio tuwe wafungwa au sio tuko gereza fulani au tufungwe na mambo. Sisi tuliitwa ili tuwe huru. Yaani kanuni ya Mungu sisi kutuita. Wewe ambao ulikuwa kwenye ulevi, wewe ambao ulikuwa kwenye maisha ya dhambi mabaya, uliitwa ili uwe huru, si uwe kwenye kifungo fulani. Yaani wewe kuja kwa Kristo umeitwa uwe huru. Ndivyo Biblia inavyosema hapa. Lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kuufuata mwili safi. Yaani uhuru wetu sisi isiwe sababu ya kufuata mambo ya mwili. Yaani yale mambo ambayo yanamkosea Mungu isiwe sababu ya kufanya hivyo. Pamoja na tumeitwa tuwe huru, lakini uhuru wetu usitupe nafasi ya kufuata yale mambo ya mwili. Yaani unavyojisikia kufanya vitu vya hovyo ufanye. Tumeitwa tuwe huru, lakini uhuru wetu una mipaka ya kufanya vitu. Sasa watu wa Mungu, tuko sawa sawa hapa sasa? Ndio maana tuko huru. Sasa uhuru wako ukiutumia vibaya ni wewe, kwa sababu umekosa neno ndani yako. Umeamua kutumia ule huru vibaya. Lakini ndani ya Kristo tuko huru kabisa. Yaani usijiwazishe maadamu mkosei Mungu. Ishi kwa furaha. Jiachie mbele za Bwana, mfurahie Yesu. Tuko sawa sawa watumishi wa Mungu? Tuko sawa sawa? Sema hata amina basi. Unamsaidia hata yule aliyosinzia. Maana una watu wamepiga usingizi, sio mbaya. Lakini unamshitwa ili apate na yeye. Maana wengine hawalali usiku. Ni sehemu akija kanisani hapa ni sehemu ya utulivu. Wanakutana mambo mengi usiku. Sasa hapa amepata utulivu. Wewe usimlaumu sana. Kwa hiyo tuko ndani. Inaendelea inasema hivi. La 4, msamaha wa Mungu kwa wale wanaorudi kwake. Tunajifunza hapa jambo la msingi hapa, ule msamaha wa Mungu kwa wale ambao wanarudi kwake. Tunaona jambo hili kwenye Yohana wa kwanza, waraka wa Yohana wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 9 nasema hivi. Tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mungu wetu ni Mungu mzuri sana. Katika Mungu mzuri na katika imani nzuri ni imani kupitia Yesu Kristo. Mungu wetu hana mambo mengi. Kwake tukirudi kwa machozi na kunyenyekea na kujutia yale mambo mabaya. Tunaenda kufanya ushirika muda mrefu. Na kujutia yale mambo mabaya ambayo mtu ameyafanya. Yeye ni wa haki. Atakusamehe na kukusafisha na udhalimu wako wote na mambo yote mabaya. Hata kama watu wengine wanakushangaa, wanasema, "Wewe umeokoka kweli?" Watu wengine wanatishwa. "Hivi wewe unaweza kuokoka kweli?" "Wewe ninakufahamu wewe." Waambia, "Ndio nimeokoka." Ngoja tukupe wiki. Sawa, nipeni wiki hata mwaka. Mimi nimeshaamua kuokoka. Nimeshaamua kurudi kwa Yesu. Kama ulikuwa umerudi nyuma, nimeamua kurudi kwa Yesu. Wewe utarudi kweli? Wewe utaacha mambo yote haya? Wewe utaacha kuruka na wanaume? Wewe utaacha kuruka na wanawake? Anambia, "Ndio nimeamua kurudi kwa Yesu." Mazima. Sio mguu moja nusu. Sio kwa kujaribisha. Amua kurudi. Usiseme, "Ngoja nikajaribu mara ya mwisho." Hakuna kujaribu mara ya mwisho. Kama umeamua kurudi, rudi mazima. Yaani ukiwa mzima, usiamue kujaribu, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema. Yeye ni mwenye haki. Yeye utusafisha dhambi zetu na yale mambo mabaya ambayo tumeyafanya. Ukienda mbele zake kwa machozi na kwa kujuta yale ambayo amefanya, kama tulivyoona kwa kijana huyu alivyoenda mbele za mzazi wake alimkumbatia, alimpokea kwa shangwe na kumfanyia sherehe nzuri. Jambo lingine la 5, mbinguni ni sherehe na furaha kubwa mwenye dhambi mmoja akitubu. Tunaona katika Luka ile 15 mstari wa 7 na wa 10. Tusome pale juu pale 7 na 10, nasema hivi 7. "Nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu." Mstari wa 10 pia nasema hivi. "Nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika." Kule anasema mbinguni. "Na malaika pia wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye." Kuna furaha kule mbinguni. Malaika watu wanafurahi.
Wewe mtu mmoja, achana watu 90 ambao hawana habari, ambao watu wasema 90 sina kenda, watu ambao wala hawana habari ya kutubu, lakini wapo tu. Lakini mtu mmoja anapoenda mbele za Mungu kwa toba, kule mbinguni ni furaha kubwa. Ndio maana mfano huyu baba ambaye alimchinjia mwanae ndama aliyenona, ni kisha kwamba baba amefurahi. Baba aliyofurahi hawezi kumchinjia mtoto wake mbuzi iliyokonda, hawezi kumchinjia yule kuku mgonjwa. Na wachekeshaga watu, ukitaka kuona kwamba umeheshimiwa, hasa sisi jamii zetu za Kisingida hapa, ukiona ukaenda kwenye mji wa mtu, au ukiona ulisafiri muda mrefu, ukaona mama kaangusha kuku ghafla haraka au mbuzi ghafla, ujua na furaha sana. Na wataka kusema, wazee wakasema, ukitaka kujua umeheshimiwa zaidi, ukiona anatoa lile futa lake, lile futa kwenye nini ile ya kutengeneza mafuta, ile nini hiyo ile ya kutingisha hivi, alafu natengeneza futa fulani. Siku hizi imekuwa kisasa, wanazoazoa juu. Ukiona mama anamwaga maziwa yake wa kijijini, bila bibi wa kijijini, bibi watanikubalia hapa, vijana wa mjini wanazo sinielewa. Ukiona anakunguta, sio ni kunguta ni Kiswahili sahihi, anamwaga lile futa, anakuwekea kwenye bakuli kukupa na ugali, ujue umeheshimiwa sana. Kama wewe umeoa kwa Nyaturu hujawahi kufanyiwa hivyo, jichunguze mara mbili. Si mnakubaliana watu wa Singida, mnakubaliana na mimi hilo swala? Asante, bibi wamekubali hapa. Ukiona mama wa Kinyaturu amekuheshimu, mama mko amekupenda, utaona tule kama anafuga ng'ombe, utaona atalitoa lile futa, afu na mguu wa kuku mkubwa, mguu wa mkuku hauliwi na mtu kienyeji, anapewa mgeni rasmi. Unaona wanavyoitikia. Sasa baba yetu wa mbinguni, tunaporudi kwake, kuna sherehe mbinguni. Kama tulivyoona kwa baba huyo alivyomrudisha mtoto wake, ndivyo ilivyo na mbinguni, kuna sherehe kubwa sana. Kwa hiyo wewe mwenye dhambi mmoja ukitubu, kule mbinguni malaika na mbingu zinafurahi na kuna sherehe. Tuko sawa watu wa Mungu? Usijione kwamba labda wewe ukisharudi kwenye familia hii ya waaminio, jua kwamba mbingu zimefurahi. Ukijua umeokoka, ukijua umeokoka, ujue mbingu zimefurahi sana wewe kuokoka kwako. Kwa hiyo kama mbingu zimefurahi, maana yake kuna ulinzi, kuna heshima, kuna vazi nzuri, kuna pete nzuri, kuna kauwepo kazuri. Wala usiwe na shaka, yani hata kama kuna adui anakufuatilia, hata kuona kamwe, kwa sababu uko ndani ya baba yako. Na kuna tukio maalum la mtoto amerudi nyumbani, ya mtu aliyookoka amerudi kwa Yesu. Amina. Jambo la 6 na la mwisho, kutokuwa hukumu wale wanaomrudia Mungu wao. Kumbe tunajifunza mambo ya msingi, tunajifunza kupitia mfano huu. Kutokuwa hukumu wale wanaomrudia Mungu. Ndugu zangu, hatupaswi kuwahukumu kama huyu kaka mtu alivyomhukumu mdogo wake. Hatupaswi kuwahukumu wale watu ambao wanarudi kwa Yesu kwa hiari yao. Wapendwa wenzangu, tusiwe na ukiritimba fulani mgumu na mashairi kama Mafarisayo na waandishi ambao walikuwa na mambo magumu. Wakimwona Yesu anakaa na walevi, anashika nao, anawavuta waje kwake, wenyewe wanakasirika. Yaani mtu akiingia hapa alirudi nyuma, hata mwanao aliyerudi nyuma anakuja kuomba msamaha. Usiwe na shingo ngumu, mwambie mwanangu nimekupokea, furahi kwa sababu amerudi. Sasa una watu na ndugu zetu wanaporudi hapa kanisani, walienda kule duniani, wameteswa na mambo mabaya, wamepigizwa. Mwingine anaweza karudi hapa bila hata yebo. Mnafahamu hilo? Amepigizwa na pombe, amelewa, kila siku anamkia kwenye mitaro, hata yebo hana. Huyo akija hapa tunamsitiri, tunamtafutia hata shati moja tunamvalisha, tunamtafutia gauni kazuri na kitenge kizuri namfunika. Tunafurahia ndugu yetu amerudi kwa Kristo. Na akiona hivyo, hata kama adui alikuwa amemuoneka, anaona nimepokelewa vizuri. Mnanielewa Kristo wenzangu? Hatupaswi kumshangaa mtu ambaye amerudi kanisani. Tunapaswa kufurahi. Ndugu yetu alipotea, alienda duniani kule, aliteswa na shetani, aliteswa na maisha. Sasa ameamua kurudi kanisani. Tusimhukumu na kwanza kumtupia maneno, wewe bwana ulijiona mjanja, bwana umerudi. Hakuna, ameshaumizwa kule, hata usipomwambia. Tulijifunza siku moja namna kumrejesha mtu alirudi nyuma. Tulijifunza siku moja kama mnakumbuka. Sasa huyo mtu amepigizwa hata bila kumwambia, amepigwa na maisha. Kwa hiyo jitahidi kutomhukumu. Warumi 14 mstari wa 4. Tusome andiko hilo la mwisho kabisa. Inasema hivi: wewe nani unayemhukumu mtumishi wa mwingine?
kwa Bwana wake mwenyewe yeye husimama au huanguka. Naam, atasimamishwa kwa kuwa Bwana anaweza kumsimamisha. Una haja kumhukumu mtu, kwa sababu Bwana anaweza kumsimamisha tena. Hata kama alianguka, anaweza kurudi tena kwenye maisha yake, akaanza kufanya huduma vizuri, akaanza kufanya maisha mengine vizuri. Ndugu zangu, watu wengine wameshindwa kurudi kanisani kwa sababu baada wa kurudi kanisani, tulivyokuwa tunawacheki, unaona pose ile, unaona jicho la kumcheki mtu alerudi kama yule kaka mtu. Kumwona anajifunza yule mwana mpotevu, kaka mtu na mdogo mtu. Huyu kaka alimwangalia jicho baya. Kwa hiyo kwa kifupi, alimwangalia mdogo wake jicho baya. Sasa mtu amerudi kanisani, alafu nampiga jicho baya. Huyo mtu atakaa? Wakristo, huyo mtu atakaa? Hawezi kukaa. Tumwachie Mungu ahukumu yeye, kwa sababu sisi hatuna mbingu ya kumpeleka. Sisi watu wa Mungu hatuna mbingu. Kama yeye mwenyewe ameamua kwa hiari yake, amerudi kanisani, amepigizwa kweli, hata kama tulimkuta anajiuza pale barabarani, lakini amesema hivi, nimeamua kurudi kanisani, tumpokee kwa shangwe na vigelegele, kwa kufurahi. Hata tunaposikia mtu anaokoka, furahi, kwa sababu kule mbinguni kuna sherehe. Hatuna uwezo kuanza kumhukumu. Kwa hiyo kamata hiyo ikusaidie, ili mtu ambaye ameenda mbali na Yesu anaporudi, tumshangilie na kumfurahia na kumwambia, wewe ni ndugu yetu, ulienda mbali lakini tunafurahi kukuona tena, umerudi tena. Wokovu si tu kurejea kwa Bwana. Unapata kumbatio zuri. Sikiliza, unaporudi kule kwenye maisha yako, ukirudi kwa Mungu, unapata ile kumbatio kama ile baba alivyomkumbatia mwanae. Ndivyo Mungu wetu anavyotukumbatia. Tunapata utulivu. Najua mtu akikumbatiwa, wale mnanielewa, kama umewahi kukumbatiwa. Sasa hii watu, mzazi na mtoto wake au watu wanandoa, mnafahamu ukikumbatiwa unajisikiaje? Simseme jamani, kwani vibaya? Mnakumbatiwaga, kwani mkisema kwani vibaya? Sasa usiende leo vijana maana kukumbatiana, kesho utawakuta jehanamu. Ukikumbatiwa unasikia uko salama, si ndio? Unajisikia uko vizuri, umepokelewa vizuri. Mtu anayekukumbatia, upendo hauzuiliki. Yaani ukiona mnafuraha na mtu, sio ya kinafiki. Yaani ufurahi ile yenyewe kabisa. Unapomkumbatia mwenzako hivi, unajisikia salama na unajisikia vizuri kwamba umekutana na ndugu yako. Ndio maana nilisema corona ilitupa shida sana. Hautakiwi kumpa mtu mkono, utakiwi kumkumbatia, sio kitu gani. Ilitupa tabu, ilikuwa tunajaribisha tunarudi na nini. Unaona ni kama kuna kitu fulani ambayo kumbatio la kimungu. Sasa mimi nazungumzia kumbatio la kimungu. Sawa, watumishi wa Mungu, si tu umeokoka na umerudi kwake, jua kwamba wewe umekumbatiwa na Mungu na nakufurahia. Na unapaswa kuelewa kwamba Mungu anakupa nafasi ya pili. Ndio hili nakwambia, nafasi ya pili. Mungu anakupa nafasi ya pili ya kurudi kwake. Hata kama ulikosea, unajua unamkosea Mungu wapi, Mungu anakupa nafasi ya pili. Tunapoenda kuhitimisha ujumbe huu, Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo, ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu ambaye anatupa nafasi ya pili kwa sisi wakosaji, kwa sisi watenda dhambi, kwa sisi ambao tumekosea. Mungu anakupa nafasi ya pili. Simama kwa miguu yako.